Jumapili leo ya mwezi wa 6 ya kwanza. Kweli amekasirika. Mwambie kupenda Bwana Yesu tumefika leo. Amen. Na kila vizuizi kama atamuka juu kwa mwezi wa 6, wakatamka mabaya, wakatamka ajali, wakatamka vikwazo, wakatamka vitina, wakatamka kuharibu watoto, wakatamka kuharibu shule, wakatamka kuharibu watoto. Hiyo matamushi, hiyo matamushi, hiyo matamushi, imemua watoto wako, kwa kazi yako, kwa nchi ya nchi ya Kenya, kwa kaunti ya Busia, wakatamka matamushi, wakanga na wachao, yeye ndio, hiyo sehemu, imetoa watoto, imetoa nyumba yako, imetoa ndoa yako, wakatamka matamushi, wakatamka matamushi, wakatamka matamushi, wakatamka wakachukua nguo, wakachukua nywele, wakakuelea picha, wakakuelea ugogo, wakakuelea nguo, yatuwewe, maisha yako, yajaribike, lakini leo, kwa damu ya Yesu, malaika wa zamu, malaika moyo zito, jibane moyo zito, unaka moyo zito, usikile maishani mwako, usikile maishani mwako, usilani yote, ishale yote, mitego yote, ya Monday, ya Tuesday, ya Wednesday, ya Thursday, ya Friday, ya Saturday, ya Sunday, ya vikataa, kwa malaika, kwa moto, kwa damu ya Yesu, kwenye leo, kwenye ofisi, kwenye biashara, kwenye kazi, kwenye boma, kwenye nyumba, kwenye shule, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa malaika, kwa malaika, kwa malaika, malaika yule, alitembelea Mariamu, Elizabeti, kwa mwezi wa 6, hata wewe, mwezi wa 6, mwezi wa 6, mwezi wa 6, kwenye kazi, kwenye boma, kwenye ofisi, malaika, akutembelea, akuni malaika, akuni malaika, akuni malaika, akuni damu ya Yesu, moto, 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 moto wa Yesu, moto wa Yesu, moto ufufuo, moto kibali, moto baraka, moto neema, moto neema, maisha yako, maisha yako, ulizo malaika, ulizo nguvu zako, ulizo zake, katika jeneza, kila madhabahu, ili kwa familia, ili kwa ukoo, ili kwa eneo, kuja, madhabahu, ya eneo, ya ukoo, ya familia, kwenye ofisi, kwenye sehemu, kwenye kazi, kataa, ile kamba, ile minyororo, alifunga, miguu yako, mikono yako, usonge mbele, ukekewa, alama, chapa, kibilo 6, kifanya chochote, hiyo chapa, hiyo alama, madhabahu. Kama hapa ana kilio cha moyo wake. Dada mwani mwake baba ana mambo mengi anahitaji umtetee. Baada ya miezi 5 kaongeza mwezi wa 6 baba ulikuwa na sababu. Na baba naomba baba kama ilikuwa ni mazito kwa hizo miezi 5 waache mwezi wa 6 mtakase umbariki baba. Mfidie katika kazi yake, katika maisha yake, katika vikombe vyake, katika mwili wake. Mgalie watoto, mgalie ndoa, mgalie maisha, mgalie biashara. Wewe ulipoona katika sema ni Bwana kulia baba uliwakomboa ukawawezesha wakapata kufaulu. Basi ndio kama mwezi wa 6 wanakuhitaji wewe. Baba kwa hiyo Jumapili ya kwanza wanapotembea kila mmoja watembelea hata hao baba. Wakuze nyumba zao, wakuze ndoa zao, wakuze masomo yao, wakuze uchumi yao, wakuze vigo vyao, wakuze mwili wao, wanahitaji kuoleka, wanahitaji kuoa baba. Yesu wakuze baba, wache mwezi wa 6, ikweli mwezi wa ishara, mwezi wa miujiza, ya ufufuo katika ndoa zao, katika vigo vyao, katika mwili wao, katika watoto yao, katika kazi zao. Asante Yesu. Asante kwa nguvu zako. Asante kwa Jumapili ya kwanza. Kila mmoja mkono mwako anapoamua mwezi baba. Jumapili akiendelea baba. Akigamba anapiga magoti akiomba. Wacha yule malaika aliyeshuka wakati wa Zakaria. Ashuke kila mmoja kwa kanisani. Anapolia moyo wake.
anapolia nafsi yake, tumoe malaika Baba ashuke pale kanisani na aguze moyo wake, aguze akili yake, aguze uzo wake, aguze kilio chake, na mlete furaha, na mlete amani. Asante kutakasa, asante kutenda, na nikoza Kristo tukiamini. Amen. Haleluya. Kuna sehemu inaenda kujenga leo. Eneo inaweza kuwa kwa nyumbani, kwa unafanya kazi, kwenye biashara, kwa ile ofisi, pale utakuwa unasoma, pale unasoma, eneo ama mji ule. Amen. Na pili ni sehemu ya kuonewa. Kuna mtu anaweza kuwa kujui, hata umjui pekee anakuonea tu. Anaonea mke yako, anaonea ndoa yako, anaonea mke wako, anaonea bwana yako, anaonea kazi yako, anaonea biashara yako. Amen. Roho ya kuonewa. Pako na shida, mbona kila mtu anionea nilikosa nini? Na hata wengine wajui. Na kuonea tu. Amen. Na kwanza nimesema kubomoa madhabihu ya eneo amemuji. Kuna wengine pale wanaenda ama tu wanaenda madhabahu ya kwao, ya mji wa kwao, ya ile mji wanaishi, ile mji wanasoma, eneo nakaa, wanafanya biashara, kwa ile ofisi, kwa ile eneo wamenasa hizo madhabahu za hapo. Si lazima zikwenda kwa hiyo, hata madhabahu ziko za eneo. Pale kunafanya kazi kuna madhabahu za hiyo eneo. Unafanya biashara kuna madhabahu za eneo. Haleluya. Kuna madhabahu ya hiyo county. Kuna madhabahu ya hiyo mji. Kuna madhabahu ya nchi ya Kenya. Lazima tuombe nchi ya Kenya Mungu aitakase, aibariki. Unaona madhabahu mengine mzee kwa watu wa shule, wamejua watu wa shule hao ndio nyota yake kesho. Nyota watu wetu wako shuleni. Nyota nchi ya Kenya iko pale shule pale. Pale kuna daktari, kuna injinia, kuna mwenye biashara mkubwa, kuna yule atakuwa na mambo makubwa, atakuwa MCA, atakuwa governor, atakuwa rais hapo. Lakini sasa roho inatendeka saa hii zinachomeka. Ingia na kufua, ingia na atina ndio imechomeka. Ndio ingia alikuwa anatarajia kuchoma. Ingia ndio hiyo. Sasa hii wiki shule zinafunga tu. Si kawaida. Ni nyota ya vijana ambao kesho watakuwa pale kwa serikali. Watakuwa pale kwa NGO. Watakuwa pale kwa ile county. Wakifanya milima makubwa. Sasa nyota yao inauawa mapema. Pia nataka Wakristo wadumu kuomba sana. Watu yao walio nursery, walio primary, walio secondary, walio university, walio college. Ili malaika la mwezi wa 6 alimwangalia Mariamu akaona apate mkoza Roho Mtakatifu. Walikuwa wengi, mbona aliona huyo? Bwana na Zakaria baada ya miaka mingi ya mateso na huzuni na kilio, kuona leo ni zamu yake kwa mwezi wa 6 malaika mtembelee naye pia kuna furaha kama wengine. Amen. Tunaomba mwezi wa 6 yote mabaya ambayo imeinuka kwa hii wiki, sehemu za shule, sehemu ya ndoa yako, sehemu ya biashara yako, sehemu ya watu yako, sehemu ya kazi yako, sehemu ya mipango yako, yotoke katika jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Si kawaida. Ni nyota watu na wawa. Ya nchi, ya county, ya eneo. Lazima tuvuje madhabahu za eneo. Eneo county yenu, eneo kijiji chenu, eneo town yenu, eneo nchi yenu. Na mkatizo madhabahu ambazo zinainuka kinyume na baraka nchi yenu, county yenu, nyumba yako, familia yako, watoto yako, kazi yako, biashara yako. Amen. Amen. Sehemu ya 3 ni muda. Muda na kwa roho muda. Anang'ang'ana lakini haipati. Muda yote ni kuhangaika, muda yote ni mateso,
muda wote ni udhaifu, muda wote ni laana, muda wote ni fizirani, muda because amekuwa roho ya muda. Nataka kumwachia nafasi. Haleluya. Najua pili ya leo, mboni ya kwanza mwezi wa 6 lazima tuiombe. Ilichukua muda mrefu kwa Zakaria, lakini kilio yake Mungu alisikia. Kwa hiyo yote amekuwa na muda mrefu ya kilio. Wacha hii mwezi wa 6 Mungu asikie kilio chake. Amen. Amrudishe na fidia. Amen. Fidia mwezi wa Januari, ya Februari, ya March, ya April, ya May. Amen. Apewe fidia mwezi wa 6. Amen. Arudishe yote iliyopotea. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Luka 19:29. Mwambie watoto wako hivi tu matatu. Eneo na mji na kuonewa ni sehemu ya muda. Sio watoto wako ni muda ya masomo, wamewekwa kwa masomo ila kila mwaka naanguka tu sana. Anacheleweshwa, roho kuchelewesha ndio ile roho ya muda. Kazi inacheleweshwa, biashara inacheleweshwa, promotion, kupata kazi, kupata promotion, kujenga. Ni roho ya muda ya kucheleweshwa. Kulenga kuoa, roho ya muda ya kucheleweshwa. Na kupigana vita ya matatu hii mwezi wa 6 hii. Wakati nchi dunia mzima inafanya bajeti yao. Yes. Leo Mungu anafanya bajeti yako pia. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Acha nchi inafanya bajeti. Hata Kenya inafanya bajeti yao. Idara ya health itaongoza pesa fulani. Amen. Idara ya finance itaongoza pesa fulani. Idara ya elimu pesa fulani. Unajua kuna idara nyingine pesa za kuongezwa. Si ni kweli? Ndio vile maisha yako iko pia. Kuna mmoja Mungu amepanga akutetee, akupigania, akuinue, akupe promotion, akuponya kutakase. Naye kuna roho nyingine ya muda, ya kijiji, yeye anakuja kuzuia ule malaika wa zamu asikubariki. Lazima uamuru, uamue na uombe. Amen. Moto yako, ndoto yako ni majira ya mwezi wa 6. Usiwe tu ni budget peke yake, ina maana kubwa kiroho. Kuna malaika ameshukishwa tembelee ile ofisi, ile kazi, ile biashara, ile eneo, ile boma, ile mji ambao ulikuwa umekataliwa, umekuwa muda. Umefungwa na maeneo, umefungwa na familia, umefungwa na ukoo. Hiyo hali Mungu akugeuze uone mazuri. Amen. Soma. Tusoma kitabu cha Luka 19 kuanzia mstari wa 29. Ikawa alipokaribia Bethfage na Bethania kwenye mlima uitwao wa Mizeituni, alituma wawili katika wanafunzi wake akisema, nendeni mpaka kijiji kile. Nendeni kwa kijiji, kwa ile mji. Enda wakauta Busia. Yes. Enda kwa nchi ya Kenya. Enda pale Busia huko. Yes. Pale Babare. Yes. Pale Blanda. Pale Munika. Pale Asim. Yes. Pale Burumba. Kuna mtu. Yes. Kuna dada. Kuna ndugu. Ako na shida. Enda kwenye kijiji. Na ndio leo malaika mkatibwa kijiji yenu. Amen. Kijiji yako ni kazi yako. Amen. Kijiji yako ni biashara yako. Amen. Kijiji yako ni watu yako. Amen. Kijiji yako ni ile eneo. Unafanya kazi. Amen. Unafanya biashara. Amen. Uko na watu yako. Yes. Umejenga. Yes. Ni ile eneo. Umeona sema unataka kujenga. Ni eneo hiyo. Nene mapepe na kuilika ya ufalme ya ukoo. Ama ile kijiji kasema ujengi. Hauishi, haukai.
Amen. Joshua baada kupiga Jeriko akaenda akasema mtu yote atakayejenga kwa hii hapa na jenge boma, mtoto wa kwanza akijenga boma, mtoto wa kwanza atakufa. Akika gate, mtoto wa mwisho atakufa. Hakujua siku moja mjukuu yake atakuja hapo. Amen. Hakujua. Kama sasa hivi tumeshashinda hao maradhi watu ambao walikuwa tutaki mema tuende, wakaenda Kanaani. Baada ya miaka 300 mjukuu anatoka Kanaani anarudi hapa Jeriko hapo. Kuja kujenga. Amen. Kuja kujenga. Lakini kuna laana, ile laana wana wazee wa zamani. Hapa mtoa kwanza na mwisho lazima afu kwa sababu kujenga na kuweka gate. Haleluya. Haukujua. Ilibidi mnabii mwingine mtoto Mungu mwingine atokee Elisha abadilishe ile laana. Hao watoto wapate baraka. Amen. Hii ilikuwa mzuri, maji mazuri lakini makali. Hii ni mazuri atoe matunda. Unaotoa zuri. Warembo, jana wazuri, kazi mzuri, biashara mzuri lakini ni matunda ya kazi. Hata warembo wanashindwa si wa urembo wetu hii atuonekane. Kijani hata honi mtu si kupenda kwake. Leo ile ama familia imeshika nafsi yake, imeshika nyota yake, imesema kazi hakuna, masomo hakuna, promotion hakuna, maendeleo hakuna. Unaona watu wetu ambao wako shuleni, tuombe sana kwa sababu hao ndio kesho watakuwa wa viongozi. Na ni wewe unafaa kuwekea imani. Amen. Kabidi Elisha aombe ile jamii kwa jamii mpya, jamii mpya, aombe hicho chochote kiliyotendeka hapo. Yesu ndiye anachomeka kwa na kufa hata wanatia wengine nini. Si kweli? Amen. Haya wengine na wanafukuzwa. Wengine maribu vitu. Wewe ndio utatoa tu pesa, hakuna mwingine. Wewe ndio wewe ngoje hesabu. Si kweli? Ngoje hesabu. Si ulikuwa umesema mpaka na balance 2000. Amen. Ngoja 30. Ingeza 50. Mwingine atarudi kwa shule. Na tutakuta shule atakose. Amen. Si kupenda kwao. Kuna roho imeshuka inavunja nyota yao ya siku za usoni ambayo ni sasa. Na ndiye amejua. Hawa watoto hawa. Zamani ilikuwa time ya 3, sasa wamewekewa time ya 2 ndio waanze hii mchezo. Zamani ilikuwa time ya 3 wakienda kukufunga shule. Kwa sababu anajua time ya 3 ni revision. Time ya 3 ni kumaliza syllabus. Ya 2 kumaliza syllabus. Hata amefunga akili yako umejamaliza syllabus na next time utakana kufanya mtihani. Yaani unafungwa ukirudi nyumbani akili imelala. Kwa sababu ya mtihani ya mwezi wa 11. Kwa sababu ya nini? Nyota ya watoto hawa ndio utamkona ngoza Kenya. Ingiwa tangoza wataenda nje huko kwenda kufanya maendeleo, kwenda kwenye biashara kubwa, maendeleo makubwa. Nyota inaonekana. Ile chiti, ile ya shule, ile ya kazi, ile ya biashara, lazima iombe sana. Amen. Amen. Hata wacha tu shule peke yake. Sasa ukiangalia kila kitu kidogo. Kama hapa Busia, mpaka mdikaji wiki moja nasikia tu Busia amekamatwa. Hata amepigwa ameuawa. Si ni kweli? Ni kitu moja hii. Ingine nataka kuona, ingine mdikaji, ingine Busia, ingine usiku.
Yaani mambo yatendeka ya nini? Kifo. Yaani hakuna mambo mengine, kifo. Hata kuku itakuua. Niiba tu kuku ya mtu hata maibini wanakuua. Yaani roho ile imeshuka ni kuua. Ili nyota ising'ae. Wanaona biashara, wanaona mwili, wanaona kazi, wanaona elimu, wanaona uchumi. Ndesa alipoangalia akasema enda kule kijiji ile. Enda kule mtaa. Enda kule kaunti. Kuna nini huko? Soma. Akisema nendeni mpaka kijiji kile kinachowakabili. Na mtakapoingia ndani mtamuona mwanapunda amefungwa. Unaona mwanapunda ana ubaya yote lakini amefungwa. Una ubaya yote, unafungwa tu usioe, unafungwa usioleke, unafungwa usipate promotion, unafungwa usipate kazi, unafungwa usipate shule. Unaambia kumaliza shule lakini roho inakataa. Unaambia kwa ndio yako ile inakuambia toka. Kwa sababu mali imeona baada ya miaka 5, 10 nyota itakaa kwa hii ndoa. Anasema itawanyike. Ana ubaya amefungwa. Asioneke ama ndio amefungwa itawanyike. Kazi imefungwa si ilete matunda. Masomo imefungwa ili mazuri itoe strike ya kuchoma atapata chakula maana maji. Habia nyumbani mwingi unaje kufanya. Yule unayofanya kwa nyumbani. Mkelele tu huku. Na kesi kila wakati. Amenipiga, amenyang'anya simu. Amen. Ndio. Muda wao kuwasome wapite, imekatwa na shetani, imekatwa na nguvu za giza, imekatwa na nguvu za madhabahu. Hii muda wao kusoma, wasisome, warudi nyumbani. So utakuta ile nambari kubwa wasomi, nambari ndogo watasoma. Na ile nambari kubwa ndio kuna wanyote kubwa pale ndani. Sasa wale mabaki wadogo wanasoma, utakuta ni wachache. Sasa wadogo wamebaki wasome, ndani yao ndio wale sasa wamekuwa nyota ya kuinuka mbele, pia ni wachache. Sasa hiyo umati wasome hata kama wanakana mgeni wasome tu, ndani yao Mungu atachagua. Lakini hiyo umati kipigwa bomu, watachagua nani? Salimia mwenzako. Unanisikia kweli? Unanisikia kweli? Ama ndio ule watu wamechoma. Kama ndio ule wamechoma. Uchungu kwa wazazi, uchungu kwa nchi, uchungu kwa kaunti. Ndio nakufua. Mgeni ungo alipona, lakini macho yote nini kila amekuwa hivyo tu. Upo? Ndio mbona tunakiwa wapi? Ujini zisindike kwa mbele huko. Sasa ni mwezi wa 6 wa baraka. Sasa tunapigana hizo baraka tusipate. Utapiga watoto, utapiga biashara, utapiga kazi, utapiga promotion, utapiga ofisi, utapiga wakubwa. Kila kitu kitafanyika. Piga ndoa yako. Kwa sababu ni mwezi wa baraka. Ni majira ya baraka. Ni wakati wa baraka. Malaika anashikishwa enda bariki. Tena ameshashikisha wake apige mapema ndio usipate. Amen. Amen. So
mtamuona mwanapunda amefungwa, ambaye hajapandwa na mtu yeyote bado. Mfungueni mkamlete hapa. Na kama mtu yeyote akiwauliza, mbona mnamfungua? Semeni hivi, Bwana anamhitaji. Na wale waliotumwa wakaenda, wakaona kama alivyowaambia. Na walipokuwa wakimfungua mwanapunda, wenyewe waliwaambia, mbona mnamfungua mwanapunda? Wakasema, Bwana ana haja naye. Bwana ana haja naye. Bwana Yesu Kristo. Hiyo maisha unapitia, hiyo uzito, hiyo ugumu, inahitaji Bwana Yesu. Amen. Kienda kwa waganga umekwisha, kienda kwa chai umekwisha, manabii uongo, utakula pesa, vile umeisha wanakuambia kujui. Tafuta Yesu mwenyewe. Amen. Yesu yuko ndani yako, kutoka kuna ataonekana. Yesu aliona kwa huruma. Hiyo punda ilikuja kumbeba Yesu imfikisha Yerusalemu. Ni vile maisha yako ile kijiji, kwele mti, ni bwana yako ni mganga mti yako, kwele nchi. Anafaa kwa mtawala, baraka, murithi. Lakini atusipowaombea hawezi pata. Tenda Mombasa, tenda Nairobi, tenda nchi hawezi pata, kwa sababu hiyo eneo kuna inahitaji hizo baraka. Na Mungu amekutuma, na anakutuma kitafuta neno lake ndio utaichukua. Mkutuma Nairobi, Mombasa, Busia. Bwana anaja nayo. Aende ndio Yerusalemu. Bwana ana haja na watu yako. Amesoma na haja na yeye. Ili kwa ile masomo avune matunda ya masomo. Ana haja na ndoa yako, kwa ile ndoa uvune matunda ya ndoa. Amen. 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 Anaja na watu yako. Labda watu wale walikufa, wakaachia tukuu. Niwe nyanya kuaminia wachukua hao. Ile pia wachukuu uvune matunda kupitia kwa nyanya, kwa sababu watu wake ambao alikuwa anapenda wadiaga ama wanaridhika. Sasa kiangalia hapo kwa watoto ni wachukuu tu. Tunaharibiwa. Kaga kwa vibaya. Akawachia wachukuu. Wewe fanya maisha ya wajukuu wakiwa shuleni, kwa ndoa zao, kwa kazi yao. Bwana Yesu anawahitaji. Amen. Ni mke wako, ni bwana yako. Bwana Yesu anamhitaji. Amen. Umpe Bwana Yesu ashuke huyo dada, huyo ndugu, huyo bwana, huyo mke, huyo mtoto. Mbona imekataa? Sikupenda kwake. Bwana Yesu anamhitaji. Amen. Anania ndoa lakini imekataa. Anania watoto lakini uzao wake imefungwa. Sizae mtoto. Anania ndoa shamba jenge, Anania. Lakini anang'ang'ana inakataa. Mwanake anahitaji Bwana Yesu amwambie kwa hii kujenga, kwa hii kununua shamba, nikufuata Bwana Yesu. Hii daraja na maisha yako kuishi ile shamba, kuishi wale watoto, kuishi ile masomo, kuishi ile uchumi. Kuhusu watoto yako wako shuleni, kuhusu mke wako, kuhusu Bwana yako. Bwana anaja nayo. Ndiyo akasema kwamba pepo mmoja utokapo mtu inaporudi mara nyingine na rudi wengine 8, 7. Alikuwa mmoja rudi wengine 7 anakuwa 8. Ndio namka kikuokoa kwa kazi.
Kwa biashara, akikoa ndoa yako, kukoa na mapepo ya kuanguka, mapepo kutokuzaa, mimba kuharibika, chunga sana. Siku utaacha neno la Mwenyezi Mungu, hiyo pepo itarudi kwako ama kwa watoto yako ama kwa jukuu yako. Wakati Abrahamu na Sara walishinda utasa na umaskini kwa sababu ya kushukuru Mwenyezi Mungu. Mbona hiyo utasa ilishika bibi ya Isaka? Mbona hiyo utasa ilishika Raheli? Amen. 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 Ni kivuli ambayo tembelea ni ya familia, ni ya ukoo. Wewe kuyashinda ni kudumu kwa imani. Ukikataa imani utaiona kwako, kwa watu yako na kwa jukuu yako. Kabisa. Nienea kazi, nienea biashara, nienea ndoa, utaiona kwa hiyo. Sasa ni mwenzako mmoja laini yako. Unajua laini yako. Unajua. Nakumbuka. Kama neno ilikoyana, mbaki na watoto. Ombe watoto yao sikoyana, mkicheza pia koyana tu kama yako. Kabisa. Nila urithi wa ukoo, urithi eneo, urithi familia. Sasa umeshika, unaombea yao isikuwe kama yako, yao ikuwe ya kuvuna. Unapigania kabisa Mungu tende jambo. Yangu nilihangaika, ni kazi, ni masomo, ni biashara, lakini watoto wangu hawa wasihangaike. Ni ndoa, ni masomo, Mungu wajalie faulu. Ni biashara, ni kazi, kwa sababu watu hawezi kuwa kusoma, kwenda kwa biashara, kwenda kwa kazi. Si ni kweli? Wapigania kwa cha imani. Akwambeni mkatoa ile punda ili mbebe Yesu akae Yerusalemu. Bwana anaja naye. Alifungwa sijenge, alifungwa sioleka sio, alifungwa watu wasisome, alifungwa watu wasijenge. Sikupenda kwao. Inahitaji Bwana Yesu kwa kumuita na kuamuru aina yote mapepo, aina yote madhabahu, na aina yote ya masauti, na kuamuru malaika, na kuamuru moto wa Yesu Kristo wale utende jambo kwa hiyo ofisi, kwa eneo, kwa sehemu. Amen. 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 Kiona watu yako, unaangalia watu yako, na pia unaangalia wewe pia, unajiangalia. Watu yangu, asante Mungu nipa watoto, na yeye angalia pia maisha yako vile ulikuwa huko nyuma na sasa. Ilikuwa mazuri, bariki watoto. Ilikuwa mabaya, isishike watoto. Soma. Wakasema Bwana ana haja naye. Wakampeleka kwa Yesu, wakatandika nguo zao juu ya mwanapunda. Kisha wakampandisha Yesu. Wakampandisha Yesu. Yesu akiwa ndani yako, kwa watoto yako, kwa kazi yako. Hata waganga wafanye namna gani wanasumukana. Hata ongea mabaya kwako, Yesu akiwa ndani yako utashinda. Atalinda watoto, atalinda boma, atalinda biashara. Na hii mwezi wa 6 Yesu akubariki. Mwenye kijongo wasi mwenjiandaa tu baba yake alipike au yao ndiye alipike. Katika jina la Yesu. Amen. Yesu aliona huruma ile punda, akaiona huruma sana. Kama imefungwa pale na ni kitu ingembeba, ingeleta maendeleo, ingecheka nyumba, ingekuwa na watoto, ingekuwa na biashara, angekuwa MCA, angekuwa governor, angekuwa rais, angekuwa PA. Wakapo fulani, wa eneo fulani. Lakini sasa yao imefungwa.
Amen. Joshua 6:1-3. Tasoma kitabu cha Joshua 6 kuanzia mstari wa kwanza. Basi Yeriko ulikuwa umefungwa kabisa kwa sababu ya wana wa Israeli. Hapana mtu aliyetoka wala hapana mtu aliyeingia. Ile mji, ile town, ile kijiji, ile biashara, ile kazi, ile ofisi ilifungwa kwa sababu yao. Alijua kikuja hapa atakuwa manager, atakuwa boss. Biashara yake itabarikiwa, atajenga, atakuwa na watoto. Unataka biashara mahali, unafunga wateja wako. Kwa sababu hao wateja ukipata, utafanya makubwa. Amen. 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 Ile biashara, ile kazi, ile ofisi ilifungwa kwa sababu akiongeza mshahara atafika mbali. Akipata manager atafika mbali. Akiliwa kazi atafika mbali. Watu wakibarikiwa atafika mbali. Ikafungwa. Tutoka popote walipo waombe, kwa shule, kwa kazi, kwa biashara waombe. Kwa sababu kuna eneo fulani watu ufungwa wasipate hata kazi, hata biashara, hata maendeleo. Unaingia mahali pale hata mwingine mjui anakufunga. Hata kwa ofisi boss anakufunga. Anajua vile umekuja hapo na nyota ya kuwa boss kama yeye. Vile Farao anapiga Musa na Musa bado mdogo kwa sababu anakuwa kiongozi. Na hata yeye bado mdogo. Bwana atakula miaka mingi lakini anataka yaani iko hivyo, watu wako hivyo. Amen. Ile town, ile kijiji ilifungwa kwa sababu wao wasiingie pale wafanye biashara, wasiingie pale wafanye kazi, wasiingie pale waoneke. Wanafunga hata bwana ambaye leo kwenye kijiji amuoe. Huko singo tunakuomba Mungu atende jambo. Ule besti wako ambaye alifungwa sikuona atakuona leo. Kuna wengine hapo ameng'ara lakini mti yao ule anawapenda alifungwa huko nje. Salimia wenzako, ni wewe mti yao. Amen. Vijana wetu, ombeni. Tunaona kijana tu rika kama kina tennis yao. Bwana ngana aombe, nasema ni wewe nasema. Bwana ngana aombe line yake, anaangalia na ile kijana mwingine. Na yako. Unaangalia mwingine nini? Ni yake inakusumbua. Unaangalia watu wengine nini na watu wako inakusumbua? Hebu salimia mama uone. Amen. Mtu mama mkubwa kabisa anaheshima. Hapo tuko mtu fulani asioleke asiowe. Why? Na kama alifua kama ipunda. Ndio leo bila jenga mambo ya punda. Amen. Sikupenda kwake. Anakama sikupenda kwake. Wewe muombee punda itoke, atembee na yeye. Na ndio yake simame. Kwa yake simame. Biashara yake simame. Kwa watu simame. Familia simame. Katika jina la Yesu. Kasana.
Nyinyi vijana jikaze. Amen. Kuna kijana mwenzake amebarikiwa kwa mfano, mwambie asante Mungu, huyu kijana na pia mimi nibariki hata mimi. Amen. Mungu anakubariki, lakini ukishapo mwingine akibarikiwa unaangaliaga atakuta msana gani? Ushapiga simu huko. Unajua mimi ndio besti wako na zamani. Salimia vijana. Salimia mimi. Amesalimu. Sasa kijana kama amejishindia, mbona usimuombe na unampa mpia funguo yote? Sasa ni Facebook na Instagram kuangalia huyo bibi wetu huyo kijana yuko wapi? Ndiaka. Amaza kuchat na yeye. Hao. Nani wanaomba kanisa moja? Ni kama Deno na Brian wanaomba kanisa moja. Nasema kama Amen. Kijana ili njia zake za ndoa za biashara za kazi ifanikiwe. Amen. Ifanikiwe. Amen. Ifanikiwe. Amen. Ifanikiwe. Amen. Amefungwa kambi ya punda. Amen. Amen. Vijana muombeane. Sisi kwa bado vijana tuko kwa Nairobi, tuko karibu tu wote Kamega. Sasa wana kwanza akanishinda Kamega tukafanyisha harusi. Sasa mimi nakujishinda Kamega chapeleka maeneo huko. Hiyo ndugu ni mbaya kabisa. Bane. Nani mtu naomba deka nisemo? Unakemea mapepo watu wanafunguliwa, lakini kumbe mapepo yake ingine kwa inamwambia mimi si wewe huu. Nikaenda kuna mbele kageuka. Kuja kurani yeye kaambia sasa huko tosi kuji huko ndio hapo pengine. Nenda si haya. Lakini ningekuwa Kamega mwenzangu nilijiba. Chomea vile umechomewa sasa hivi. Haleluya! Haleluya! Piga Bwana Yesu makofi. Ndio kuchomea watu wako hapo wengi sana. Hii itakusaidia. Angalia Buddha iko hapo mfunguo kama. Haleluya. Amen. Soma. Bwana akamwambia Joshua, tazama nimeutia Yeriko katika mkono wako. Ameiweka mkono yake. Amen. Amempa mamlaka, amempa uwezo. Yes. Hii mwezi wa sita naomba Mungu akupe mamlaka na uwezo kwa ndoa yako, kwa shamba yako, kwa kazi yako, kwa watoto yako, kwa kuoa kwako, kwa kuolewa kwako. Akupe uwezo. Ndio akasema lakini ampe uwezo. Amen. Ile ikifika Desemba na kama alikuchomea umwambie ni huyo hapa. Amen. Nichukue mtu yako anamtaka na ndoa yake. Ana kazi yake. Ana biashara yake. Amejenga bomba. Ana gari yake, ana mali yake, anasema asante Mungu. Mtolee kama ile punda. Kutolee ukuta Jeriko. Ilibidi siku 6 wazunguke ile Jeriko. Na siku ya 7 alipiga tu mayowe. Maana yake kila mji unayotoka na soma unafanya kama vile biashara iombe. Hiyo mji na balaa, ina visirani, ina mikosi, ina madhabahu na kivuli. Zungukiele mji, zungukiele eneo kwa maombi, uikamate ushike. Ili watoto yako, familia yako, chumi yako, masomo yako, Mungu akuonekane kubariki. Amen. Kamati mji kwa maombi.
Walikamata mji wa Yeriko kwa siku 6 wakizunguka, yani kuiombea. Amen. Kuiombea ile mji. Kuombea ile shule mtu anasoma. Kuombea ile kazi yake. Kuombea ndoa yake. Kuombea biashara yake. Kuombea ile eneo bila kufanya kazi. Kuombea yeye. Kuna vita kila mahali. Amen. Kile kwa damu ya Yesu sisi ni washindi. Soma. Tazama, nimeutia Yeriko katika mkono wako na mfalme wake na mashujaa wake pia. Pewa wazo kushinda na mashujaa wala ufalme, ile giza ile sio alikuwa amechukua nyota yao au kashinda nyota yao zikarudi. Hiyo ndio msimu ya mwezi wetu wa 6 hii. Nyota yako irudi. Amen. Nyota elimu ya uchumi irudi. Amen. Mwenye watu yako popote alipo Mungu awarejeshe. Hiyo ndio ombi yetu. Mungu arejeshe shule zetu zote ziko bodi. Middle school ni bodi, ni primary, secondary, university Mungu arejeshe. Hata niona magazeti wanasema hata kuna primary nyingine pia ni choo. Unafikiri secondary pekee yake hata primary? Si kawaida. Nyote watu ni na uwawa. Sababu ndani yao kuna mainjinia, kuna madaktari, kuna maprofesa, kuna watu wakubwa ndani ambao wanahitaji wasome kwa kiwango fulani, na Roho Bwana aione masomo yao kuupa nyota zao. Neno kule lazima anguke. Soma. Nanyi mtauzunguka mji huu wote wa vita, mkiuzunguka mji mara moja. Fanyeni hivi siku 6. Siku 6. Zunguka mji siku 6. Manake kila mahali haifanya kazi. Niombe. Unapata? Ndio ngoja ukuta. Kwa ile shule, kwa ile kazi. Zunguka ile mji siku 6. Ombea pale mtu wako. Ombea kazi yake, ombea biashara yake, ombea ndoa yake. Usichoke kwa sababu kamba ya punda imefungwa kwa miguu yake, asonge mbele. Akae hapo tu. Yeye unagi shida yake, anawatia wengine. Yeye hapo tu hapo. Wengine wamefungwa macho yake, anaona yake. Hata leo anajua atafunguliwa tu. Mimi wewe niseme asante Yesu kwa kufungua kijana huyo, mama huyo, mjane huyo, dada huyo, ndugu. Mungu atendee mema. Amen. Haleluya. Kwa sababu na fungu la 10 shukrani waambie Mungu nakupa iko madhabahu. Naomba kivuli yote ambayo imeko kwa mwezi wa 6, kama ni za ajali, kama ni visirani, kama ni za mauti, kama ni za maskini, kama ni za laana, uniondolee na malaika aliyefufua Lazaro, aliyebariki Mariamu, aliyebariki na Lazaro, aliyebariki Daudi, nami pia nibariki. Nami abariki watu yangu, abariki kazi yangu, abariki biashara yangu, abariki ndoa yangu. Na Mungu anatenda kupitia maombi, kupitia sadaka na kupitia kwa matoleo. Karibu na kwaya. Kama pesa upereka sasa kaweka pesa moja basi. Karibu na kwaya, ombea matoleo yako, sadaka fungu la 10 ni shukrani. Omba utaje watu yako, utaje ile biashara, utaje ile kazi, utaje ile eneo ya shamba, eneo unaishi, eneo unafanya biashara, eneo unafanya kazi, eneo ile ofisi. Taja, inaweza kuwa kuna mgeni aliyeko pale kuonea tu, akutaka kuingia kwenye ofisi ama kwenda biashara ama kwenda kazi. Ombea eneo, ombea eneo, ombea eneo, ombea eneo, ombea eneo.
Yesu akaonelea uponde huruma. Akamwambia wanafunzi wake waende wafanye nini? Wailete. Walipoulizwa wakasema Bwana Yesu anahitaji. Ile ofisi unayofanya kazi, kwa ile biashara, eneo ya kazi, eneo ndoa yako, shamba yako, ni masomo, ni uchumi, Bwana Yesu anakuhitaji hapo hapo. Hata kuwekea ukuta ya mwezi wa 6 wa kuchochea kwa hiyo kazi ama kwa hiyo ndoa ama kwa biashara yako, leo hakuna hiyo roho ya kuchochea, tunatoa kabisa. Bwana Yesu anakuhitaji pale, anakuhitaji kwa ile ofisi, anahitaji bwana wako kwa ile ofisi, anahitaji utoa kwa ile ofisi, mkao kwa ile ofisi, ni promotion ama ni kuiliwa ama ni kwa ile mshahara, ni hapo 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 hapo. Kama hii mwezi kuna maidani itaongezwa pesa, si hata hii ofisi ongezwe pesa. Nenea maisha yako Mungu akuongezee. Nenea kazi ya mwili wako, kazi ya mikono yako Mungu akuongezee. Kwa hiyo simu ya mwezi wa 6. Zaburi 23:5. Kifuata tu. Mimi naomba hivi na naubiri. Yaani vifungo vitu vilivyo kwa ile ofisi vinatolewa leo. Kwa ile ndoa yako, kwa watu yako, maisha yako yanatolewa leo. Hii nguzo stadi wako. Ya ile minyororo, ile kamba kukatwa. Amen. Walikuwekea kama usikae kwa ile ofisi, usikae kwa ile kazi, usikae kwa ile biashara, usikae kwa ile ndoa. Usifanye chochote ya eneo, ame ukoo, ame familia, hakuna. Hiyo kama tunakata leo. Wengine walikuwekea kama kwa sababu umenunua gari. Ulikuwa kama kwa sababu umenunua pikipiki. Ulikuwa kama kwa sababu umenunua shamba. Ulikuwa kama kwa sababu umeoa au umeoleka. Kama uwekwa mapema ama wakati mambo yamekuwa mzuri ama wakati wa mwisho. Tasoma kitabu cha Zaburi 23 kuanzia mstari wa 5. Waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu. Amen. 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 Hii jamii uko na ndio meza ya ushindi, meza ya baraka, meza ya biashara, meza ya ndoa, meza ya kazi. Yes. Mbele watesi wao, kwa sababu watesi walikuwa wafunga. Hao wachao walikuwa wamefunga. Kabisa. Hao kama walikuwa wamefunga. Yes. Wasoleko sio ndoa. Kwenda kazi utolewe. Kwenda kazi kwa promotion. Wasililiwe. Wasipate taji pale. Yes. Lakini aliweka meza mbele ya watesi wake. Mbele ya madui wake. Mungu akuwekea meza hii. Mungu akuwekea meza. Hiyo meza. Hiyo meza.
mbele watesi wako wataona ukicheka. Amen. Kwa ile vitu wataona ukiinuliwa, utarudi tena, utainuliwa tena. Amen. Mbele watesi wako warudi kwa ofisi. Yes. Mbele watesi wako mwana kupa kazi yako. Amen. Huyu mtu alikuwa amechochewa kanyang'anya meza ya promotion, meza ya biashara, meza ya ndoa, meza ya kujenga, ya kununua shamba, ya kufanya maneno, alikuwa amenyang'anywa. Lakini alipolia Mungu, hiyo meza ikarudishwa, ili watesi wake waone kumwamini Kristo kuna baraka. Amen. Bwana akuhitaji. Amen. Ule umeingia hapa leo, Bwana anakuhitaji. Amen. Kwa ile kazi, Amen. kwa ile eneo, pale mauko, pale mabare, Bwana anakuhitaji. Amen. Salia mwenzako, Bwana anakuhitaji. Bwana anakuhitaji. Hata nikasirika msalimie tu. Bwana anakuhitaji. Najua hili mwambie kwa sababu hiyo baraka inashuka hapa ikienda huko. Amen. Kwenda kumsalimia hapati. Sasa hata nikikataa salimia yeye. Bwana Yesu anakuhitaji. Amen. 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 Ili vile kama yale madui ya watesi walikuwa wamesema kazi atoke. Yes. Asirudi kwa kazi. Asiwe na ndoa. Asiwe na biashara. Ili video kama ikatwe. Amen. Ilibidi ile milango mitatu ifunguliwe. Malaika wasema tuko kwa Petero. Yes. Kafungula mlango ya kwanza. Mlango ya pili. Ya tatu nikafunga macho. Si mwezi sita ufunge macho. Amen. Kwa sababu Bwana akuhitaji. Amen. Haleluya. Haleluya. Hii mwezi wa sita Mungu akufungue. Amen. Wiki zote za mwezi wa sita. Yes. Siku zote za mwezi wa sita. Yes. Hapa na mtu yote alizaliwa mwezi wa sita, Mungu akubariki. Amen. Naona kuzaa mwezi wa sita, Mungu akubariki. Amen. Mtu wa baraka wa mwezi wa sita anazaliwa mwezi wa sita. Amen. Bwana anahitaji mtoto aonekane mwezi wa sita. Pia Mungu anakuhitaji leo, usikie ujumbe leo kwa ile ofisi, kwa ile kazi, kwa ile shamba, kwa ile bomba, mahitaji ya Kristo iko ndani yako. Haleluya. Haleluya. Waefeso 5:15. Tasoma kitabu cha Waefeso Waefeso 5 kuanzia mstari wa 15. Basi angalieni sana jinsi mnavyoenenda, si kama watu wasio na hekima, bali kama watu wenye hekima, mkiukomboa wakati, kwa maana zamani hizi ni za uovu. Amen. Amen. Ukikomboa wakati, kwa zamani watu wamejitokeza wakuonea tu, wakutendea mabaya, kukuua, kuangamiza, kuharibu biashara, kuharibu kazi, kuharibu hali yako, kwa sababu yote iko ndani yako. Komboa wakati wako kidumu kwa maombi. Kuna mtu wake amebarikiwa kwa sifa fulani, ama amaanza kujenga, ombe sana. Kuna diwa eneo ama pale ametoka, ati anacheka. Tuone kama atacheka tena. Kuna pale na anaanza kujenga. Amecheka hivi. Tutaona kama atamaliza. Hakuna, itaisha katika Yesu. Waongea waseme lakini itaisha. Bwana tuhitaji. Kumbuka tu ni kuombea watu wetu. Kuombea vijana wetu wa kike, vijana wetu wa kiume katika masomo yao, katika kazi zao, katika biashara yao, katika ndoa zao. Tunaombea kwa bidii. Amen. 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 Kwa sababu Yesu anawahitaji hao vijana. Nikuombea na kwa wetu.
Jumapili ya kwanza yule ameimba na Mungu anawahitaji awabariki. Akitoka tu hapa akienda kwa nyumba yake inang'ara na damu ya Yesu. Watoto wake wanang'ara na damu ya Yesu. Njia zake zinang'ara na damu ya Yesu. Biashara yake inang'ara na damu ya Yesu. Amen. Mungu aonekanie. Haleluya. Haleluya. Amen. Nikimalizia Zaburi 440. Zaburi 44 21 to 26. Tamalizia hapo. Tasoma kitabu cha Zaburi 44 kuanzia mstari wa 21. Je, Mungu hatalichunguza neno hilo? Maana ndiye azijuaye siri za moyo. Hasha, kwa ajili yako tunauawa mchana kutwa, tunafanywa kama kondoo waendao kuchinjwa. Haleluya! Haleluya! Mungu anaenda kama kondoo tunachinjwa. Kazi yetu inachinjwa, biashara inachinjwa, watoto wanachinjwa, mashule zinachomwa. Si kawaida mtoto kuchukua mafuta na kuchoma, kuna nguvu nyuma yake. Amen. Bwana anafanya kazi nzuri chochote. Matunda ya masomo sioni, matunda ya biashara sioni. Bwana nimeanza kujenga na kazi na kataa. Bwana nimeanza kujenga biashara na kataa. Daudi analia. Nasema watu wetu wamekuwa machinjo. Kazi zetu, biashara yetu, ndoa zetu. Haleluya! Mungu amkumbuke, amuone, amwonekanie. Hii mwezi wa 6 Mungu akukumbuke wewe. So amka, Bwana, mbona umelala? Ondoka, usitutupe kabisa. Ondoka, usitupe, tuma moto huko. Wewe ufikiri tuma moto. Kama alisema tutoke, hakuna tutuma moto huko. Kwa jina la Yesu. Watu walisema watu wafanya biashara hapo, tunatuma moto huko. Ongea na moto wa Yesu. Wacha moto ingine ya shetani, moto wa Yesu inaleta baraka. Amen. Angalia Mungu amka. Angalia biashara, angalia kazi. Angalia watoto. Angalia kilio. Angalia maendeleo. Angalia ofisi. Anaona kazi alipwi. Hapana, leo atalipwa. Amen. Leo atapata watu wazuri. Yes. Watu wazuri. Yes. Wateja wazuri. Yes. Kuna maeneo unaweza kufanya biashara wanakufungia wateja, wanaje na wewe wanafungia wateja. Amen. Ndio alikuambia Bwana fungua duka hapa. Nimefungua biashara hapa ya nguo, biashara ya samaki, biashara ya hoteli, biashara ya saluni. Bwana iendelee. Na wewe endelea. Hii mwezi ni yako. Amen. Ni yako. Amen. Ni yako. Amen. Ni yako. Amen. Ni yako katika jina la Yesu. Kalia soma. Mbona umetuficha uso wako na kusahau kuonewa na kudhulumiwa? Walionewa ni kuonewa tu. Kuna mtu hata ukimkosea Bwana yeye anakuonea limu kazi yako, anakuonea limu ndoa yako, anakuonea limu moto yako, anakuonea limu moyo yako, anakuonea kwenda kwa kaka, akutoe magonjwa, mapepe, majini. Wewe tuma moto. Kuna mtu anakuona tena kwa kanga. Na mtu anakuona tena kuchochea tu kwa kazi yako, kwa biashara, kwa boma na kuchochea tu. Kwa uoto na kuchochea tu. Anadhani nimeonewa kwa sababu hiyo, kwa sababu watoto wangu. Naonewa kwa sababu nimeanza biashara. Naonewa kwa sababu nimeanza kujenga. Naonewa kwa sababu nimeoa kazi na kufanya maendeleo. Unajua wengine kwa kazi wanafanya chochote, wewe ndio unafanya maendeleo. Unakuwa unasikia mzuri. Kwa sababu Mungu kirudi nyumbani, hakuna mtu aliyefanya maendeleo, wewe peke yako. Unakuwa unasikia mzuri. Vita ndio zote, lakini sasa kiwa ndani yako utajenga. Utajenga, uingi hapo utokapo utabarikiwa. Uwe tao, uwe risabu utabarikiwa. Amen.
maombi yake mwezi wa 6. Adui yote ambaye alikuwa anakuchochea, kani mchawi, kani mkanga, kama ni adui, kani mtesi, alikaa mahali kwa kikao cha waganga, kikao cha shirikina, kikao cha wachawi, kikao cha watu, akakaa pale akasema tutaendelea. Tunakataa leo. Simama. Kila madhabahu iliyotegwa mbele yao, kila madhabahu iliyotegwa mbele yao ya vita mauti, ya umaskini, ya ukataliwa, ya bahati mbaya, ya muda mrefu, ya giza, ilikuwa wachawi, ilikuwa waganga, ilikuwa familia, ilikuwa ukoo, ilikuwa kwa ofisi, ilikuwa kwa shamba, ilikuwa ile boma. Tunakataa ile yote ya giza, 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 ile ya giza, ile ya giza, ile ya chapa, ile ya bodi, ile ya msali, ile ya mikosi, ile ya mauti, ile ya jali, ile ya lana, ile ya msali, ile ya mikosi, ile ya giza, ile ya kataliwa, ile ya maskini, ile ya wivu, 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 ile ya biashara, ile ya kazi, ile boma. Katika jina la Yesu, kila roho ya wivu, kwa sababu ameoa, ameleka, ana watoto, ana boma, amejenga, ana ofisi, ana boma, ana biashara, moto, malaika, ile kule baba, ile nyumba, ile shamba, ile kijiji, ile shule, tubarua Bwana, tubarua mtakatifu, kwa shule, tubarua mtakatifu, watu wako wanasoma, tubarua mtakatifu, kwa shule, kwa Kenya, high school, primary, secondary, university, college, tubarua mtakatifu, kwa zamu, biashara, wateja wako, kazi, biashara, hoteli, nguo, kibanda, omba, fire, moto, ofisi, kamba, funga, akili yako, uso yako, mikono yako, miguu yako, songe mbele, kamba mauti, kamba galiwa, kamba masiri, kamba lana, kamba mikosi, kamba zirani, kamba moto yako, kamba kazi yako, kamba biashara yako, kamba bibi yako, atoa kamba, ingine, ofisi, eneo, ofisi, mekewa, kamba,
Tembele,
sita, baadaye pesa, baraka, pesa, ushindi, pesa, kibali, pesa, nguvu, pesa, uwezo, angalie wapi umeza, wapi nguvu, umeza, kibali, neema, umeza, akajana, kilisa, usoya, koroya, soya, yao, meza, baraka, meza, weka mkono pamoja. Mikono yako, mikono ya mke wako, ya bwana yako, ya mke yako, eneo yote ya kazi ya masomo ya biashara kwa kubariki.
njoo uchukue picha yako na baki yako. Asante.